umetweet kwa zoezi la kukabidhi TV kwa mabondia Dula Mbabe, unazungumziaje tukio hili na kwa nini umeamua kuwapa TV mabondia ambao walicheza juzi kwenye pambano la Fight Championship? Sisi kama Robi One Pharmacy sio mara ya kwanza kutoa zawadi kwa mabondia. Hii ni mara ya 3 sasa tunatoa zawadi, na pia mbele za watu niahidi kwamba tutakabidhi zawadi mbele ya waandishi wa habari ili kila mmoja aweze kuona kile ambacho tumeahidi. Sasa tumetekeleza na ndugu zetu wanakuja kuchukua zawadi zao kwa siku ya leo. Kwa nini TV? Wao kila mmoja ameweza kutoa mahitaji yake, kwa sababu kama Dula Mbabe shamzadia friji na mwingine shamzadia kitu kingine. Kwa hiyo wao wanaangalia mahitaji yao nyumbani kwao, kwamba ni nini wanahitaji kwenye familia yao, na mimi natamani siwape hela, niwape kile kitu ambacho wakiingia chumbani wakitoka na Robi One, wakiingia chumbani wanao Robi One, wafili wako na Robi One muda wote. Kwa Robi One jinsi tunavyowapenda tunatamani watuone kila mara. Licha kuwa unapambania afya zao kuhakikisha wanakuwa timamu kwenye michezo yao, lakini pia umeamua kujitoa zaidi kuhakikisha kwamba unafanya kitu kwenye maisha yao. Nini kinakusukuma zaidi kuwa sehemu ya zaidi ya uwekezaji kwenye mchezo boxing? Asilimia kubwa boxing hazijapata udhamini wakubwa, kwa hiyo tunaweka chachu watu wengine waweze kuona kuiga kile ambacho tunakifanya. Natumaini watakuja wakubwa zaidi ya sisi ambao watafanya kikubwa kuliko tunachokifanya. Kwa hiyo sisi tunatoa mwanga wenzetu Watanzania waweze kukiona tunachokifanya ili waweze kusupport mchezo wangu. Kwa nini ni Dula Mbabe? Kwa nini ni ubaya na ule usiku ulikuwa na machampion wengi walioshinda? Lakini pia kwa mtazamaji wa kawaida anatamani kujua thamani ya zawadi mliokabidhi ili mtu ajue Dula akachukua zawadi shilingi ngapi. Kwa nini Dula Mbabe? Kwa nini ubaya? Ni watu wengi wamecheza na wamecheza vizuri. Ukiangalia kama Magia alimpiga mtu kama raundi ya pili kamlamisha sakafu. Kwa nini hatuyamuita Magia kumpa? Tuliangalia na Magia alifanya vizuri, lakini tuangalia ule watu ambao wamefanya mchezo umenoga, watu mpaka wameshabikia, mpaka watu ambao walikuwa kwenye nje ya TV. Isitoshe, si Robi One Pharmacy tuna kitengo ambacho kinahusika na mambo ya michezo. Kuna wachambuzi ambao wanakuwa wanachambua, wakati iko hukumili wakamwambia bwana anayestahili zawadi ni fulani na fulani. Kwa hiyo mimi inabidi nitekeleze majukumu yao ambayo yanafanya. Kwa hiyo mimi naitikia hicho waliniambia, ndio hichi ambacho nimeleta mbele yenu. Thamani ya zawadi ile Dula kutoka TV. Hii TV jamani, hizi TV ni mpya, hii ni model ya kisasa. Huu anaita wembe watoto wa mjini. Huu ni wembe, yani nikimaanisha kwamba ni nyembamba sawa sawa na wembe. Kwa hiyo kila kitu anapata ndani. Ameuliza vitu vyake atavieleza ambavyo ametesti ameviona. Atawalizia mwenyewe Dula Mbabe. Hongera kwa zawadi. Kwako na tafsiri vipi tukio hili kubwa la Robi One kukukabidhi zawadi ya television? Kwanza ni jambo la kumshukuru Mungu kwa ninyi waandishi wa habari. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa Abdalla Paz Dula Mbabe. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana kwa kampuni, taasisi, yani nashinda hata kuelewa kwa nini ambaye ni Robi One Pharmacy, kwamba mimi naamini matajiri Tanzania wako wengi, lakini wanaothamini kwenye ngumi ni wachache. Lakini Robi kama Robi ndiye nikasema katika tasnia ya boxing kwa Tanzania amekuwa namba 1. Mfano mdogo Abdalla Paz. Yaani hiki ni kitu cha 3. Na friji, na rice cooker nyumbani, na leo nimechukua TV. Kwamba ni mtu ambaye anazingatia. Na ukiachana na TV au vitu hivyo vya ndani, afya. Unajua nilikuwa na injury kidogo ya miguu. Robi aliweza kutuma madaktari wake, aliweza kutumia gharama zake, kutumia dawa zake, ni kwa ajili ya kumtibu Dula. Ni sawa anauza dawa, lakini sasa msije mkaita polisi mkajua dawa labda anauza madawa kulevya. Dawa za kumtibu binadamu. Kwamba mimi napenda kumshukuru na namwombea kwa Mungu apate afya njema, na wateja pia mje kwema. Bwana, leo hata kuja saa 9 usiku niko macho. Hata kuja niko macho na nchi 55 ndugu yangu, na alaje kwanza. Utaangalia mechi ya Simba na Yanga, utaangalia ngumi. Bwana leo silali, wiki yote silali. Kaka Robi, asante. Mungu akubariki, akupe afya, endelea kututhamini mabondia wa Tanzania. Wewe kwenye boxing umekuwa baba na umekuwa mama. Tunakupenda, asante sana. Ubaya. Kaa huko nani? Kaa hapa nani? Hebu onekane nao tutia neno usijali. Ubaya, hongera kwa ushindi, lakini pia hongera kwa zawadi ambayo kutoka kwa Robi One Pharmacy. Kwako ni furaha kubwa kiasi gani na unalila kumwambia Robi One Pharmacy kwa hiki alichokupa?
Napenda kuwashukuru kwanza ndugu wa Tanzania wote kuona taarifa hizi. Shukuru ndugu yangu Robbie One Farmers kwa kutugia udhamini kama huu wa zawadi, anaita Chachu Boxing kwa kusupport vijana. Mimi na brother ni ndo kama ni wa kwanza wa kufanya zawadi hizi, sababu hata Abdalla Paz amesema ashapokea zawadi hii moja na amepokea nyingi sana hapo nyuma. Kwa hiyo tuseme brother, tunamshukuru sana kwa kusupport hivi jinsi anavyosupport kama mimi leo hivyo ni support Mazingira TV haya. Kwa tuombe tu wadau wa boxing na wadau wengine wote wenye wapate moyo kama alopata huu brother hapa Robbie One Farmers hadi kuitia Chachu Boxing, itakuwa vizuri zaidi. Unatarajia hiki kwa leo utakabidhiwa TV Hisense inchi ya 55? Kwa nilikuwa sijatarajia, lakini baada ya kuonyesha mchezo mzuri na mwenyewe alikuwepo kwenye ringi, alivyoangalia mapambano kwa akaona kabisa mshindi wa ile pambano atastahili tumpe zawadi. Kwa hiyo maana nahisi mwenyewe brother Robbie akaona atutafute na kutukabidhi zawadi. Fight yako watu wengi wameisifia na inasemekana kuna fight nyingine inaandaliwa, wewe na mpinzani wako mtaenda kucheza kwa namna wa mchezo mzuri mliouonyesha. Furaha kubwa kiasi gani, lakini chachu kubwa kiasi gani kwako? Hii ni furaha kwangu kama bondia, sababu ni mchezo wangu mimi, ni boxing sio vita. Kwa hata swala la rematch mimi pia lipo tayari, waje tu wafuate management sahihi, walete mikataba tutasaini, tutafanya rematch kwa sababu ule mchezo ulionekana mzuri mpaka wameutaka rematch, kwa ilikuwa ni tough match na sisi tunapenda tu viburudani wa Tanzania. Kwa mimi langu ipo wazi muda wote kwa kurudiana naye mpinzani wangu. Wao tu Mafia kama walivyozungumza watafanya mazingira kututafuta labda tusainishe mikataba, mimi nipo tayari kama bondia. Neno lako kwa Robbie, lakini pia kwa wadau wa ngumi, lakini pia na mashabiki zako? Neno langu kwa bwana Robbie aendelee kwanza na moyo huu aliokuwa nao. Brother Robbie, nikupe mkono kwanza, shukrani sana kwa ajili ya umoja aliokuwa nao, na hata wengine pia wapate moyo zaidi kama Brother Robbie Farmers jinsi anavyotia chachu, sababu hata wengine leo watapoona taarifa hizi tumepata ushindi, tumecheza mchezo ambao watu walioelewa, kwa hata mabondia wengine watapata chachu zaidi ya kufanya mazoezi na kuendelea kufanya vizuri katika mazingira boxing. Na Watanzania pia nawashukuru kwa sababu wameona. Kwa tuwashukuru kwa support zao pia zote walizotoa, wadhamini wote waliodhamini ile pambano, tunawashukuru. Umewaleta ndugu zako vijana wako kuja kwa Robbie kukabidhiwa TV. Kwanza unamwambia nini Robbie kwa hiki alichokifanya, lakini neno lako kwa mabondia? Mimi bwana namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunileta hapa kwanza. Cha pili nampa ongera sana Robbie One Farmers, ni mtu ambaye mdau wa ngumi Tanzania, hakuna mdau wa ngumi Tanzania mdhamini mkubwa Tanzania kama Robbie One Farmers kwa kitu ambacho amekifanya kuwagea mabondia TV na vitu mbalimbali. Sawa, mimi namwambia Robbie One Farmers Mungu ampe maisha marefu sana, kwa sababu bwana naona kama vile ndio mfano wa kuigwa kusema ukweli. Tusiongee mambo mengi sana. Ila mimi bwana, mimi kanikabidhi gari Land Cruiser Robbie One Farmers, kanipa Land Cruiser. Nimeshinda kuleta kwa sababu ni sehemu ndogo. Land Cruiser pale Land Cruiser ile pale, umeona ile? Robbie One Farmers mimi kanipa Land Cruiser kama mdau wa ngumi Tanzania. Namuombea kwa Mwenyezi Mungu ampe nguvu na ampe roho na ampe uwezo zaidi na ampe zaidi kilichokuwa nacho. Kwa hiyo bwana Robbie One Farmers ndugu yangu, ile Land Cruiser ulionigea mimi nakushukuru ndugu yangu. Yaani mimi maisha yangu uliyopewa miaka 10 nakupa wewe, kwangu mimi nipunguziwe ili uendelee kuwa hivyo hivyo na nguvu zako ambao umejitoa kwa mabondia. Kwa kweli nimemshukuru sana bwana, anajitoa sana. Hata mabondia wenyewe wamefurahi na tuko katika hali nzuri kabisa. Kanipa gari mimi Robbie One Farmers na milioni 5 jana kanipa jioni. Kama mdau wa ngumi na support ngumi. Kwa hiyo namuombea kwa Mwenyezi Mungu bwana, mtu maisha marefu bwana. Coach. Wewe unakaa na vijana bwana, Kocha Kanda Kabongo, hongereni kwa ushindi, lakini pia leo ni siku special. Robbie ameitumia kuwakabidhi ama kuwafuta jasho mabondia wa Dula Mbabe pamoja na Abduli Ubaya. Kwako neno gani unaweza kumwambia Robbie, lakini na wadau wa ngumi na mabondia kwa ujumla? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kufikisha siku ya leo. Pili, naamini waliokuja juzi kwenye pambano la Superdome Masaki walipata burudani ya kutosha, kwa sababu waliona vizazi vipya kama Abdul Ubaya. Wadau walikuwa wamtambui, ni bondia mkali, lakini waliona jinsi gani Ubaya anaziweza ndonga pamoja na mpinzani wake Kevin Ngedele, na wapongeza wote wawili kwa kutoa mchezo mzuri. Naamini wadau wote wanatamani kuona rematch ya Abdul Ubaya na Kevin Ngedele. Hatuwezi kumdharau kwa sababu pambano lilikuwa kali, sisi kwenye kona tulikuwa hatujatulia, jasho linamwagika, kwa kazi ilikuwa nzito.
mpaka tunakuja kushinda. Jambo la kumshukuru sana Mungu, tumefanya vizuri kwa sababu maandalizi yetu yalikuwa makali, na leo hii tumekuja hapa Kariakoo kwenye ofisi ya Mr. Robbie One Pharmacy. Ni mdau wetu wa siku nyingi, anaidhamini mchezo wa boxing. Upande wa vipimo sasa hivi hatuna ugumu, na vipimo vimeongezeka kwa sababu ya mkono wa Robbie One. Kama wadau wajui, leo hii tunapima hepatitis, tunapima ukimwi, tunapima magonjwa mengi sana, kwa sababu jamaa na supply mzigo ili mabondia wapime afya zao, kamisheni hakikishe wana afya njema ili waende kushiriki kwenye mashindano wakiwa salama salimini. Kwa jambo la kumshukuru sana Mungu, aendelea kumlinda huyu jamaa ili azidi kutusupport kwenye boxing. Leo bali na madawa anavyotusupport kwenye vipimo, leo nimemuona na wasaidia mabondia wetu TV. Ni kuwapa moyo mabondia wazidi kukaza kufanya vizuri zaidi, ili kesho akifurahi, naamini atawapa zawadi kubwa zaidi kuliko hii TV ya leo. Kwa nakushukuru sana bro kwa kile ambacho unachoendelea kukifanya. Mungu azidi kubariki, aendelee kulinda ili tuzidi kulisogeza gurudumu letu la tasnia hii ya boxing Tanzania. Shamaliza kwa Tanzania, wadau wa mchezo wa ngumi, una jambo gani? Wadau wa ngumi, mwezi wa 4 tuna jambo letu kubwa ambalo rasmi tutalitangaza. Tutawaita waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, tutajumuika kwa pamoja, tutakaa sehemu, tutaambiana nini tunataka tufanye. Lakini kuna jambo jipya ambalo tunaliandaa, tunataka tufanye surprise katika tasnia ya ngumi. Wadau wa ngumi wakae mkao wa kula. Safari hii tunataka tufanye surprise ya ngumi. Kuna jambo gani labda unaweza kutudodosea? Jambo jipya ni masuala ya burudani tu ya ngumi. Tumeandaa ngumi, lakini buti ambazo tunataka tuweke safari hizi zitakuwa ziko tofauti sana, ambazo watu watapata burudani. Maanake si watu watakuwa wanaangaliana, watu watapata burudani. Watu wanataka wapigane. Safari hii tutaweka burudani, itakuwa burudani zaidi ya burudani. Labda watu wanataka kujiuliza chini ya kampuni gani? Sababu mara nyingi umeona ukiwafanya kazi na kampuni mbalimbali hapa nchini, labda unakuja na kampuni gani? Ndio maana tukasema tunataka tufanye surprise, tutawaita waandishi wa habari, tutawaita wadau. Hii ni surprise tunataka tuwafanyie. Neno lako kwa Robbie kwa hiki alichokifanya kwa kabidhi mabondia TV unazungumzia? Robbie anafanya vitu vikubwa sana na wadau wengine wa ngumi. Kwa mfano kitu alichokifanya Robbie nimekipenda. Hii inatoa hamasa kwa mabondia na kwa mabondia ambao wanajipanga, wanaokuja sasa hivi. Unajua unapompa mtu TV kama hii, TV yenye thamani kubwa, akikaa kiangalia anaona nini alichokifanya. Kwa hiyo Robbie aendelee na moyo kama huu, na wadau wengine wajitokeze wafanye kitu kikubwa kama hiki. Shukrani.